Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nikukaribishe tena siku ya leo mahali popote ulipo, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya pili, siku ya semina na maombi, ikiwa ni siku yetu ya pili. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya watu wote ambao tumekuwa nao kuanzia siku ya jana, na leo ni siku yetu ya pili. Kwa hiyo nikukaribishe sana, ninayo furaha kubwa mno kukukaribisha mahali popote unapotutazama. Karibu sana na Mungu akubariki. Na nikuombe mkaribishe na mtu mwingine ili aweze kushirikiana pamoja nasi, aweze kuungana nasi na kufuatilia mafundisho haya na kushiriki semina hii na maombi kwa ajili ya mwezi wa 8. Kwa hiyo mkaribishe na mtu mwingine, mwambie mwalimu yuko hewani ili aweze kuungana pamoja nasi tena siku hii ya leo. Na nikuombe share link hii kwenye magrupu mbalimbali ya familia, ya marafiki, ya kazini, na hata kwenye vikoba. Hubiri injili hata kwenye vikoba, magrupu ya vikoba. We peleka injili ya Kristo, inawezekana ukaponya nafsi ya mtu mmoja. Na nikuombe like video hii ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi. Na kama pia huja subscribe, hakikisha unafanya hivyo ili Mungu aweze kukubariki na wewe pia. Basi funika macho yako, niombe siku ya leo. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea sifa na heshima. Asante kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku yetu ya pili ya semina na maombi ambayo umetupa katika wiki hii. Mioyo yetu inakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako, na asante kwa sababu wewe unalituma neno lako, na neno lako haliwezi kukurudia bure. Lazima litimize mapenzi yake yale uliyoyatuma, Bwana. Nasi tuko tayari tena siku ya leo, useme na mioyo yetu. Niko tayari, mtumishi wako na mtoto wako, unitumie tena Bwana kama chombo chako, kusema maneno yako katika hekima na ufahamu na ufunuo utokao kwako, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Tumekuwa na somo, ikiwa leo ni siku ya pili. Kichwa cha somo kinasema hakuna kitakacho kuzuia. Hakuna kitakacho kuzuia. Na tunaongozwa na kitabu kile cha Mwanzo sura ya 11 na ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Mwanzo sura ya 11 na ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Biblia inasema, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi za tambalale katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja, na lugha yao ni moja, na hayo ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Na siku ya jana nilikuwekea msingi na utangulizi
na angalau nikupe tu kwa muhtasari ili iweze kutusaidia kwa ajili ya mahali ambako Mungu anataka kutupeleka siku ya leo. Nilikuonyesha habari za hawa watu ambao Biblia inatuonyesha kwamba walikuwa ni watu ambao ni watu wa taifa moja, lakini pia walikuwa na umoja kwa sababu walikuwa wanaongea lugha moja na usemi wao ulikuwa ni mmoja, lakini pia na mawazo waliokuwa nayo, mawazo yao yalikuwa yanafanana, walikuwa na wazo moja. Na maandiko yanasema ndani ya mioyo yao walikusudia kuujenga mji, na si tu kuujenga mji, lakini pia walikusudia kujenga mnara katika huo mji wanaujenga, na ule mnara walikusudia ufike kilele chake mbinguni ili wajifanyie jina, wasije wakatawanywa katika uso wa nchi. Na nilikueleza vitu vingi sana siku ya jana. Kwa hiyo kama haukufuatilia au kuwa pamoja nasi siku ya jana, hakisha unasikiliza kipengele cha jana, kitakusaidia kuelewa kwa undani kipengele ambacho Mungu anataka kukusemesha usiku wa leo. Kwa hiyo nilikuonyesha kwamba hawa watu walikuwa ni taifa moja na walikuwa na usemi mmoja, na maandiko yanasema na haya ndiyo waliokusudia kuyafanya, na haya ndiyo waliokusudia kuyafanya. Na Biblia inatuonyesha kwamba walikuwa wamekusudia kujenga mji, na kwenye ule mji wajenge mnara na kilele chake kifike mbinguni, na wakajisemea kwamba tukishaujenga huu mji na tukajenga mnara na ukafika kilele chake mbinguni, wanasema watapata faida mbili. Faida ya kwanza, watajitengenezea jina, na faida ya pili, hawataweza kutawanywa katika uso wa nchi. Hakuna kitakachowatawanya katika uso wa nchi. Na Biblia anasema baada ya hawa watu kukusudia kuujenga mji, Mungu anashuka ili aone mji wanaoujenga. Na Mungu anaposhuka anasema kwa sababu hawa watu ni taifa moja, wana lugha moja na wana usemi mmoja, katika yale wanayokusudia kuyafanya, Mungu mwenyewe anasema wala sasa hawatazuiliwa neno katika yale waliokusudia kuyafanya. Wala sasa hakuna atakayewazuia, hakuna kitakachowazuia katika yale ambayo wamekusudia kuyafanya. Na kuna mtu utauliza, mtumishi, sasa kwa nini ukisoma pale mbele Mungu mwenyewe anawazuia? Nilikueleza jana kwamba kosa la hawa watu ilikuwa ni kujenga au kukusudia mambo ambayo yako kinyume cha mapenzi ya Mungu. Walichokuwa wamekikusudia kilikuwa nje ya kusudi la Bwana, na kwa sababu wamekusudia mambo ambayo yako kinyume cha makusudi ya Mungu, ndio maana Mungu aliwazuia. Na ndio tunajifunza kwamba ikiwa umekusudia neno na ukakusudia neno sawa sawa na mapenzi ya Mungu, uwe na uhakika hakuna cha kukuzuia. Wanaweza wakakuchelewesha tu, lakini hawawezi kuzuia.
wanaweza wakachelewesha unachokikusudia, lakini hawana uwezo wa kuzuia. Na hawa watu Mungu aliwazuia kwa sababu walichokuwa wanakikusudia kiko nje ya mapenzi ya Mungu. Na kama wanachokikusudia kingekuwa sawasawa na mapenzi ya Mungu, hakuna ambaye angewazuia, hakuna ambaye angewazuia. Na nilikusemesha vitu vingi sana, na nisingetamani kufanya tena marudio, kwa sababu siku ya leo nataka tupate nafasi ya kuwa na muda mrefu wa kuomba. Sasa siku ya leo fungua pamoja nami kitabu kile cha Ayubu, na ninatamani usikilize vizuri kipengele cha leo. Kitabu cha Ayubu sura ya 22 na ule mstari wa 28 mpaka wa 29. Ayubu 22 mstari wa 28 mpaka wa 29. Anasema hivi: nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Hapo watakapokuangusha, utasema kuna kuinuka tena, naye mnyenyekevu Mungu atamwokoa. Nataka tuitazame hii mistari vizuri, na kipengele cha leo tunakitazama kutokea kwenye hii mistari. Kumbuka tulikotoka jana, ya kwamba kabla hujajenga kitu kwa mikono yako, lazima ukijenge kwenye moyo wako kwanza. Na ndio maana maandiko yanasema hawa watu walikusudia kuujenga mji, walikusudia kuujenga mji, na huu mji waliujenga kwanza kwenye mioyo yao, na baada ya kujenga kwenye mioyo yao ndio wakajenga kwa mikono yao. Na Ayubu anasema nawe utakusudia neno. Baada ya kukusudia neno, Ayubu anasema litathibitika. Kwa hiyo cha kwanza unakusudia neno, cha pili linathibitika. Alafu anatuonyesha kitu kingine cha tatu: nawe utakusudia neno, nalo litathibitika. Alafu ule mstari unaofuata anasema hapo watakapokuangusha. Manake unapokusudia neno na likathibitika, kuna vita itainuka kwa sababu ya kile ulichokikusudia kimethibitika. Kuna vita itainuka, na hiyo vita inainuka kwa lengo la kuzuia kile ulichokikusudia, hata kama kimethibitika, kisije kikadumu au kikakusaidia. Na ndio maana si kila mwenye kazi inamsaidia, si kila mwenye biashara inamsaidia. Na Biblia anasema una jina la kuwa hai na umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Hii ni kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Anasema najua ya kwamba una jina la kuwa hai nawe umekufa. Una jina la kuwa hai nawe umekufa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Saridi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye Biblia tafasiri ya Kiingereza anasema I know everything that you do. Alafu anasema
I know that people praise you. They think that you are alive, but that is not true. Live, you are dead. Anasema najua kila unachofanya. Kama unafuga najua. Kama una kampuni najua. Kama una mradi wa kufuga kuku najua. Kama una mradi wa kuuza mayai najua. Kila unachofanya najua. Na anasema I know that people praise you. Watu wanakusifia kwa sababu ya hicho unachofanya. Wakikuona asubuhi unaamka unaenda kazini, wanasema bora wewe una kazi. Wakikuona unaamka asubuhi unaenda kwenye biashara, wanasema bora wewe una biashara. Lakini hawajui mahali unakopita. Ufunuo wa Yohana sema live, you are dead. Kwa nini? Ayubu anasema nawe utakusudia neno. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ukishakusudia neno kwenye hatua ya kwanza, hatua ya pili anasema litathibitika. Na baada ya kuthibitika ndio anasema hapo watakapokuangusha. Kwa nini asingeanza na hii sentesi hapo watakapokuangusha alafu ndio aseme nawe utakusudia neno? Manake kuna uhusiano na kuangushwa kwako na haya ambayo umeyakusudia na yakathibitika. Vina uhusiano. Kwa lugha nyingine, usingekusudia neno na likathibitika, hakuna mtu angekuangusha. Hakuna mtu angekuinulia vita. Hakuna mtu angepambana kukuzuia. Kwa nini? Hakuna ulichokusudia. Kwa hiyo anaposema nawe utakusudia neno, nalo litathibitika, alafu mstari unaofuata anasema hapo watakapokuangusha. Kwa hiyo kile ulichokikusudia kikisha thibitika, hatua inayofuata ni vita. Na kwenye hii vita usipojua namna ya kuomba, uwe na uhakika itakuzuia. Uwe na uhakika itakuzuia. Na mimi nataka nikuonyeshe mifano kadha wa kadha siku ya leo, alafu tupate nafasi ya kuomba. Kwa mfano, nenda kitabu cha Yeremia. Nenda kitabu cha Yeremia. Yeremia sura ya kwanza. Yeremia sura ya kwanza. Ule mstari wa 4 na wa 5, alafu tutasoma wa 8, alafu tutasoma na ule wa 10. Tutasoma wa 8 na wa 9 na wa 10. Anasema neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo ule mstari wa 7 anasema, ule mstari wa 8 anasema usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Okay, nikuunganishie na Waefeso 6, alafu nitarudi kwenye Yeremia. Waefeso 6, Waefeso sura ya 6. Nenda kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 na ule mstari wa 10 mpaka wa 13. Angalia alichoandika pale, alafu tutarudi kwenye kitabu cha Yeremia. Anasema hivi, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu
mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili, ni katika ulimwengu wa roho. Alafu mstari wa 13 anasema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kutimiza yote kusimama. Sasa turudi kwa Yeremia. Tutaitazama hii Waefeso kutokea hapa kwa Yeremia. Turudi tena kwenye Yeremia 1 pale, alafu twende taratibu uweze kuona kitu pale ambacho Mungu anataka ukione jioni ya leo. Anasema hivi, ule mstari wa 4 anasema, neno la Bwana lilinijia kusema. Neno la Bwana lilinijia kusema. Kwa hiyo hiki ambacho kimeandikwa kwenye mstari wa 5 sio makusudi ya Yeremia, ni makusudi ya Mungu juu ya Yeremia. Mungu anamweleza Yeremia alichokikusudia kwake, na ndio maana mstari wa 4 wameanza kuandika, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo Yeremia alisemeshwa yale ambayo Mungu ameyakusudia kwenye maisha yake. Na baada ya Yeremia kusemeshwa kile ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yake, kuna kitu ambacho tunakiita nguvu ya kujua. Nguvu ya kujua. Na vita aliyokutana nayo Yeremia inatokana na kitu tunachokiita nguvu ya kujua. Kwa sababu baada ya neno la Bwana kumjia na kumsemesha kitu ambacho Mungu amekikusudia kwa ajili yake, maandiko yanasema Yeremia alipata ufahamu na akajua kwamba yeye ni nabii wa mataifa, na akajua kile Mungu alichomkusudia. Na baada ya Yeremia kujua kitu Mungu alichomkusudia, uwe na uhakika alianza kuwaza sawa sawa na Mungu alivyomkusudia, na alianza kuishi na sawa sawa Mungu alivyomkusudia. Alianza kutembea, alianza kufikiri, na alianza kuishi sawa sawa na namna Mungu alivyomkusudia. Na ufahamu wa Yeremia ulipoanza kuwa aligned na kile Mungu alichomkusudia, ndiyo vita ikainuka kwa Yeremia. Okay, twende taratibu hapa. Kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3, kabla neno la Bwana halijamjia Yeremia, hauone vita kwenye maisha ya Yeremia. Kwa nini? Alikuwa hajui kitu Mungu amemkusudia. Na kwa sababu alikuwa hajui, alikuwa haishi sawa sawa na kile Mungu alichomkusudia. Alikuwa hatembei kwenye kile Mungu alichomkusudia. Alikuwa haoni kama Mungu anavyotaka aone. Kwa hiyo alikuwa haishi kama Mungu anavyotaka aishi. Na hakukuwa na vita. Hakukuwa na vita. Kwa sababu hajui kitu Mungu anachomwazia. Na ndio maana mstari wa 4 wanaanza kusema, neno la Bwana lilinijia kusema. Neno la Bwana lilinijia kusema.
Kwa hiyo hili neno lilipokuja lilimpa kujua, lilimpa understanding, ajue yeye ni nani ndani ya Kristo, ajue vitu ambavyo Mungu amemkusudia. Na Mungu anaposema na wewe neno la namna hii, anatamani na wewe uweze kujua alichokukusudia, ya kwamba kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yako. Kumbuka tulikotoka jana, zaidi ya uwazavyo na zaidi ya uombavyo. Manake kitu Mungu alichokukusudia ni kikubwa. Na ndio maana hata Yeremia aliposemeshwa kitu ambacho Mungu amemkusudia, unaona mstari wa 6 Yeremia akijitetea, anasema ndipo naliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Kwenye huu mstari unaona kitu kimojawapo, kwamba Mungu alichomsemesha ni zaidi ya anavyowaza, ni zaidi ya anavyowaza. Na Biblia anasemaje? Ya kwamba Mungu anatenda kazi kwa kadiri ya nguvu zake alizoweka ndani yetu, zaidi ya tuwazavyo na zaidi ya tuombavyo. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu alimsemesha Yeremia kilikuwa ni zaidi ya awazavyo na hata zaidi ya aombavyo. Kilikuwa ni kikubwa. Na utaniuliza, mtumishi, kitu gani hicho kikubwa? Anaambiwa, nimekukusudia uwe nabii wa mataifa, nimekukusudia uwe nabii wa mataifa. Na kuna mtu Mungu anasema na wewe, nimekukusudia uwe mfanyabiashara wa kimataifa, nimekusudia kampuni yako iwe ni kampuni kubwa, nimekusudia taasisi yako iwe ni taasisi kubwa, nimekusudia kipawa chako kiwe ni kikubwa, nimekusudia kabisa, nimekusudia kitu kikubwa. Na kuna mtu Mungu anachokukusudia ni zaidi ya uwazavyo na ni zaidi ya uombavyo. Na nilikusemesha jana kanuni mojawapo ya ufalme wa Mungu, kwamba Mungu anatamani ukusudie mambo makubwa na sio madogo. Na ndio maana hata anapokuja kukusemesha alichokukusudia, hakuelezi kitu kidogo, anakueleza kikubwa ambacho hakiendani kabisa na uwezo wa kufikiri kwako. Na ukishasikia mtu anasema nina maono, kama maono alionayo yanaendana na uwezo wake wa kufikiri, hayo sio maono. Hayo sio maono, ni hisia zake tu. Sasa unaposikia Mungu ameweka maono kwenye maisha yako, saa nyingine hata uwezo wa akili yako kubeba utakuwa ni mdogo sana. Unaweza ukajitetea ukamwambia Mungu, haya maono sungeyapeleka kwa fulani, sungeyapeleka kwa huyu, hiki ulichonisemesha sungemsemesha yule anakiweza, mimi sikiwezi. Na ndio maana Yeremia anasema, tazama mimi ni mtoto. Manake anaambiwa alichokusudiwa na Mungu, na kitu Mungu anachomkusudia ni kikubwa kuliko anavyofikiri, kuliko anavyowaza, kuliko hata anavyoweza kuelezea watu. Ni kikubwa. Anatakiwa kuwa nabii wa mataifa. Na sijajua Mungu anasema na nani usiku wa leo. Inawezekana unavyojiona wewe na kuwaza sivyo Mungu anavyokuwazia. Inawezekana unavyojiona akili yako imekujengea ukuta kwa sababu ya historia ya mahali unakotoka, kwa sababu ya elimu yako, kwa sababu ya exposure ulionayo. Unajiona wewe mdogo, unajiona hujasoma, unajiona huna maana. Lakini Mungu alichokukusudia ni kikubwa sana, ni kikubwa sana kuliko unavyoweza kufikiri na kuliko unavyoweza kuwaza. Mungu amekukusudia kitu kikubwa. Kanda rabashata. Kwa Yeremia anasemeshwa
kitu Mungu anachomkusudia. Na ndio maana jitahidi sana kuomba kila wakati uweze kuujua moyo wa Mungu, kwamba Mungu, siku ya leo unaniwazia nini? Natamani niwaze unavyowaza. Natamani nitembee kwenye hatua ulizonikusudia. Sasa inawezekana unachojiwazia wewe ni kidogo sana kuliko kile Mungu anachokuwazia. Ni kidogo sana kuliko kile Mungu anachokuwazia. Nakumbuka miaka ya zamani, wakati ndo nimeanza huduma, nilialikwa mkoa wa Moshi kwenda kufanya semina ya siku 8, na ndiyo naanza huduma, na sitakueleza usharika gani. Kwa nikaenda, nimefanya semina ya siku 8. Ile siku ya mwisho tunamaliza, wakanipa bahasha shilingi 100,000. Asema, mtumishi, hii ni posho yako ya siku 8, 100,000. Hata nauli haitoshi. Kibinadamu moyo wangu ni kama vile ulitaka kukasirika, lakini Mungu akaniambia, no, huduma sio biashara. Pokea walichokupa kwa moyo wa shukrani. Nikapokea. Nikaingia kwenye basi, nikaanza safari ya kurudi Dar es Salaam. Baada ya kufika tu nyumbani, mama mmoja aliyekuwepo kwenye semina akanipigia simu, akaniambia, mwalimu, umenibariki sana kwenye wiki ambayo ulikuwa hapa usharikani kwetu. Neno ulilofundisha limenibariki. Na akasema, mwalimu, namshukuru Mungu nimestaafu, na kwenye semina yako hii ndo nimelipwa pension. Hasa akanasema, nikamuuliza Mungu, sadaka ya shukrani natoa wapi? Mungu akanisemesha, toa kwa mtumishi. Ananiambia nitumie account number. Nikamtumia account number. Akatuma sadaka ya shukrani 5,000,000. Akatuma. Unajua ule muamala ulipoingia kwenye simu, nilishikwa na kimuhemuhe. Nikasema, au amekosea au Kasa muamala ukiingia kwenye akaunti, kama umeunganishwa na sim banking, unauona, wanakutumia ka message. Nikampigia simu mama, nikamwambia, umekosea au? Akasema, hapana mwanangu, hiyo ndo sadaka Mungu ameniambia nikutumie wewe. Kuanzia pale nilijifunza, kama ningenungunika kwa sababu ya 100,000 walionipa nikadai waniongezee, ningezuia kitu kikubwa ambacho Mungu alikuwa ananiwazia. Ningezuia. Na ndio maana ukisoma Biblia sema Mungu ana mizungu mingi. Na sisi wa Ruteli tunaimbaga huo wimbo, ana mizungu mingi. Ana mizungu mingi. Anachokuwazia kuna wakati kinaweza kutofautiana na unachojiwazia wewe. Na Yeremia, ukienda Yeremia 29:11, anasema, nayajua mawazo nayokuwazia ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Ukienda kwenye Isaya 55, ule mstari wa 11 mpaka wa 12, ukianzia ule wa 8 mpaka wa 12, anasema njia zake na mawazo yake yako juu sana kuliko mawazo yetu. Manake kuliko unavyojiwazia. Na ndio maana kitu Yeremia alichosemeshwa hakiendani na anavyojiwazia. Na alipojua kitu Mungu alichomsemesha, alichomkusudia, baada ya kujua, ndio unaona ule mstari wa 8, Mungu akimwambia, usiogope kwa sababu ya hao. Manake vita iliinuka. Na ndio maana kwenye maisha kuna vitu tu ukishajua lazima vita itainuka.
mizimu ya kwenu itainuka kuzuia. Na leo nataka nikuonyeshe kitu kingine ambacho inawezekana unaposomaga hii mistari hujawahi kukiona. Ule mstari wa 8 anasema, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi niko pamoja nawe ili nikuokoe, asema Bwana. Mungu anamwambia Yeremia, maadamu hiki nilichokukusudia ni mimi, sio wewe, I will fight for you. Nitapigana kwa ajili yako ili kile nilichokukusudia kisije kikazuiliwa. Na Mungu anamweleza Yeremia ya kwamba mimi niko pamoja na wewe, sio kwa sababu wewe ni mtakatifu, sio kwa sababu unajua kuomba, sio kwa sababu wewe ni mzuri kuliko watu wengine, no, ila ni kwa sababu ya kile nilichokukusudia, kile nilichokubebesha kinanilazimisha niwe pamoja na wewe. Ukienda kulala kinanilazimisha niwe pamoja na wewe. Ukiwa kwenye daladala kinanilazimisha niwe pamoja na wewe. Mahali popote unapokuwa, kwa sababu ya nilichokukusudia ni kikubwa, na mimi ndiye niliyekukusudia, nalazimika kuwa pamoja na wewe. Na kwa sababu niko pamoja na wewe, Mungu anamsemesha Yeremia ya kwamba usiogope. Na Mungu anakusemesha na wewe ya kwamba hiyo ndoa hukujipa, ni Mungu alikupa. Hiyo biashara hukujipa, ni Mungu alikupa. Hao watoto haukujipa, ni Mungu aliyekupa. Hiyo kazi ni Mungu aliyekupa. Na kama ni Mungu aliyekupa, ukikutana na vita kwenye kitu Mungu alichokupa, Mungu anasema vita si vya kwako, vita ni vya Bwana. Vita haiwi ya kwako tena, inakuwa ya Bwana. Kwa nini? Yeye ndo amekukusudia. Kuna kitu amekikusudia kwenye maisha yako. Hiyo biashara hukujipa. Kuna mtu hata namna ulivyopata mtaji ni kwa miujiza. Kuna mtu hata namna ulivyoolewa ni kwa muujiza. Kuna mtu hata namna Mungu alivyokuita ni kwa muujiza. Manake si kwa akili zako na wala sio kwa nguvu zako. Na ndio maana Yeremia Mungu anamuita akiwa bado kijana mdogo, manake sio kwa nguvu zake. Na Mungu anamwambia Yeremia, usiogope. Hiyo vita uliyokutana nayo usiogope. Hiyo vita niachie, kwa sababu mimi ndio niliyekukusudia kitu. Mimi ndio nimekusudia uwe nabii wa mataifa. I will fight for you. Nitapigana kwa ajili yako. Na kitu kimojawapo ambacho watu wengi tukiangalia kwa undani kidogo ni hiki. Ule mstari wa 10, Mungu anamwambia Yeremia, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme na mamlaka. Kwa hiyo hii vita ilikuwa ni vita ya kifalme. Vita aliyokutana nayo Yeremia baada ya kujua alichobebeshwa, alichokusudiwa na Mungu, ilikuwa ni vita ya kifalme. Na Mungu anamwambia Yeremia, hiki nilichokukusudia kinakupa qualification ya kuwa juu ya mataifa na kuwa juu ya falme. Na kwa sababu hiyo, hawa walioinuka kupigana na Yeremia wanapewa power ya kupigana na Yeremia na hizi falme na mamlaka. Na ndio sasa utaelewa ile Efeso tuliyosoma sura ya 6, kupigana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza. Kwa Yeremia alikutana na vita vya kifalme. Vita vya kifalme. Na kuna watu wengi wamekutana na vita vya kifalme na hawajui cha kufanya, na hawajui waombeje. Na kitu kimojawapo unapokutana na vita,
tafuta kujua hii vita iko kwenye ngazi ipi. Hiyo vita iko kwenye ngazi ipi? Hicho kinachotaka kuzuia biashara yako kiko kwenye ngazi ipi? Na niliposoma hii story nikaona kitu ambacho watu wengi hatukioni. Ni rahisi sana kupigana na hao bila kupigana na mahali wanakotoa nguvu. Kwa sababu unaona mstari wa 8 akisema usiogope kwa sababu ya hao, na mstari wa 10 anasema angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Manake huko wanakotoa power, wewe huko juu yao. Huko wanapopata nguvu za kupigana na wewe, wewe huko juu yao. Kwa hiyo hawa walioinuka kupigana na Yeremia walikuwa wanapata nguvu kutoka kwenye falme na mamlaka. Manake kuna falme ziliamsha hasira ndani yao ya kumchukia Yeremia. Na ndio maana nimewahi kukutana na mtu mmoja ananiambia, mwalimu nakuchukia. Kamuuliza nimekukosea nini? Akaniambia hakuna ulichonikosea ila nakuchukia. Sikumkasirikia. Nilijua namna ya kumwombea, nikajua huyu sio yeye. Kuna falme na mamlaka zimeamsha hii roho ndani yake. Kwa nikajua namna ya kumwombea. Na alikuwa ni kijana wa kiume. Nilishangaa sana. Na ni usharika mmoja wapo hapa Dar es Salaam. Nilipoenda kufanya semina pale, wakaja na mke wake. Wakaja na sadaka, wanalia machozi. Asema mtumishi tusamee, tulikuwa tunakuchukia. Na yule kijana akaeleza kitu kigumu. Asema hata ningekutana na mtu wa kunipa sumu nikuue, ningekuua. Kamuuliza nimekukosea nini? Asema hakuna ulichonikosea, lakini nakuchukia. Lakini baada ya kukusikiliza kwenye semina hii, nasikia kuhukumiwa ndani. Nasikia moyo wangu unauma. Analia mpaka anagalagara. Anasema mtumishi, sielewi hii akili nilikuwa nimeitoa wapi. Sielewi hii roho ilikuwa imetoka wapi. Nikamtia moyo, nikamwambia usiogope, ninajua hiyo shida ilitoka wapi. Kulikuwa na falme na mamlaka. Unasema mtumishi unazungumza kitu gani? Kwani kuonyeshe kitu pale. Nenda kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 2. Kitabu cha Kutoka sura ya 2. Kitabu cha Kutoka sura ya 2. Na ule mstari wa 11 mpaka wa 15. Riba saka. Thank you Jesus. Kutoka sura ya 2. Fuatana pamoja nami taratibu kidogo. Kuna vitu Mungu anasema na moyo wako. Ule mstari wa 11 mpaka wa 15 anasema hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania mmoja wapo na ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya 2, na tazama watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Musa akaogopa, akasema kumbe jambo lile limejulikana. Sasa angalia mstari wa 15. Maandiko yanasema basi Farao alipopata habari akataka kumuua Musa. Lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akaketi katika nchi ya Midian, akaketi karibu na kisima. Ukitaka kujifunza juu ya vita vya kifalme, soma vita hii ya Musa na Farao, na vita ya Daudi na Sauli. Utaelewa
kuelewa juu ya vita vya kifalme. Na kwenye hii vita ya kifalme lazima nyuma yake pia kuwe na madhabahu. Hakuna vita vya kifalme ambavyo havina madhabahu. Na ukisoma nyuma ya Farao, Farao anasimama kuwakilisha mamlaka na falme. Na nyuma ya hii mamlaka na falme ambayo inaitwa Farao kulikuwa na madhabahu. Na hii madhabahu ilikuwa inaishi kwenye mzaliwa wa kwanza wa Farao. Kwa hiyo kwenye vita vya kifalme ni rahisi kumuona Farao kwanza kuliko kuona madhabahu inayompa nguvu Farao. Ngoja nirudie tena. Kwenye hii vita ya kifalme ni rahisi ukamuona Farao, ni rahisi ukawaona hao wanaokupiga vita kwenye biashara, ni rahisi ukawaona hao wanaokuchukia kwenye familia kuliko kuiona madhabahu inayowapa nguvu au inayompa nguvu Farao ya kukupiga vita. Na unaweza ukamchukia Farao na kwenye maombi yako ukamshambulia Farao, lakini nakwambia Farao anaweza akafa akainuka Farao mwingine. Kwa nini? Hujaenda kushughulika na madhabahu, hujaenda kudili na madhabahu. Na Musa alikutana na hii vita ya kifalme, na hii vita kati ya Musa na Farao, angalia namna ilivyoisha. Haikuisha kwa Mungu kuleta vyawa wala kugeuza maji kuwa damu. Iliisha kwa Mungu kwenda kuitandika madhabahu iliyokuwa inampa nguvu Farao, ambayo ilikuwa ndani ya mzaliwa wa kwanza. Na Mungu alipoitandika hiyo madhabahu, ndiyo vita ya Musa ikaisha na Farao. Kasome Biblia yako. Na huyu Musa alipokuwa mtu mzima, alijua kitu ambacho Mungu amemkusudia, kwamba anatakiwa awatoe ndugu zake kwenye utumwa na kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Na akaanza kufanya, lakini alipoanza akazuiliwa. Na amezuiliwa na nini? Amezuiliwa na vita vya kifalme. Yeremia amekutana navyo, na Musa amekutana navyo, na Daudi alikutana navyo. Alipojua tu Musa kitu Mungu alichomuitia, akaanza kukifanya. Kwa sababu angalia vizuri, Biblia inasema kwenye ule mstari wa 11, wanaanza kwa kusema hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima. Kwa nini wameanza na hii sentensi? Manake alifahamu, alielewa kitu Mungu alichomkusudia, kwamba amezaliwa kwa kusudi hili aweze kuwa majibu na msaada kwa ndugu zake. Na baada ya kufahamu alichoitiwa, alipoanza kuishi sawasawa na kitu Mungu alichomkusudia, ndio anakutana na vita vya kifalme vikamwogopesha. Hivi vita vya kifalme vinaweza vikakufanya uache huduma, vinaweza vikakufanya ufunge biashara, vinaweza vikakufanya uache ndoa, vinaweza vikakufanya ukimbie mahusiano, vinaweza vikakufanya ukaishi maisha magumu sana. Kwa sababu baada ya Musa kukutana na hivi vita vya kifalme, manake amezuiliwa katika kile alichokusudia kukifanya, ambacho kiko kwenye moyo wa Mungu. Maandiko yanasemaje? Alienda Midian. Midian alienda kufanya nini? Akaenda kuchunga kondoo. Kutoka kwenye nyumba ya kifalme mpaka kwenda kushinda porini, unachunga kondoo. Explain. Elezea. Na sijajua wewe unayenisikiliza,
Inawezekana maisha yako yameslow down, maono yako yameslow down. Ile nguvu uliyokuwa nayo ndani ya kukusaidia kupushi vitu huna tena. Umejichokea, umekata tamaa. Sasa kila unachokianzisha unakutana na vita, na haujawahi kujua vita unavyokutana navyo viko kwenye ngazi ipi. Na ukikutana navyo vita vya kifalme, hujui namna ya kupigana ili uweze kushinda. Kwa sababu ningekuwa na muda, ningekuonyesha namna unavyoweza kushinda hii vita ya kifalme. Angalia Mungu alivyoenda kumsaidia Musa akiwa Midian kwenye sura ya Kutoka sura ya 3. Mungu anafika pale, anamuita Musa kwenye ule mstari wa kwanza. Biblia inasema huyo Musa alikuwa akichunga kondoo wa Yethro mkwewe, na baadaye Mungu akamuita kwenye kijiti ambacho kilikuwa kinawaka moto wa kiteketei. Musa akasema nitageuka. Alipogeuka tu Mungu akamwambia vua viatu vyako. Vua viatu vyako. Nikipata nafasi nitakuwa na somo la vua viatu vyako, na nitazungumza hili somo kwenye kona ya wabeba riziki wa familia. Kwa hiyo Mungu akamwambia vua viatu vyako. Na Musa alipovua viatu vyake, maandiko yanasema ndio Mungu akamwambia usikaribie hapa. Mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Pia sema Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Ndio Mungu anamwambia hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Misri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijao maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Muhiti na Mwamori na Muhivi na Mperizi na Mwebusi. Basi kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria. Ule mstari wa 11, Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani? Mimi ni nani hata niende kwa Farao ni watoe wana wa Israeli watoke Misri? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Ukisoma kwa haraka unaweza kufikiri Musa alikuwa anaonyesha unyenyekevu. No. Lakini alijitazama, kwa sababu kitu Mungu anachomsemesha ni zaidi ya anavyowaza na ni zaidi ya anavyoomba. Ni kitu kikubwa. Na akakumbuka kwamba nilijaribu kupambana kuwatoa wana wa Israeli kwenye mikono ya Farao, lakini Farao aliposikia akataka kuniua. Musa akajiona kama panzi. Kwa hiyo Mungu anapomsemesha rudi tena kwa Farao, Musa anamwambia Mungu, mimi ni nani? Sasa angalia Mungu alivyomsaidia. Angalia Mungu alivyomsaidia. Ule mstari wa 12 Mungu anasema, akasema bila shaka nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zangu amenituma kwenu, nao wakiniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Mstari wa 18 anamjibu. Mstari wa 18 anamjibu. Na unaona conversation ndefu kati ya Musa na Mungu. Kati ya Musa na Mungu. Lakini nachotaka uone kwenye ile sura ya 4, Musa anamwambia Mungu, tazama, hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu. Ndio Mungu akamwambia Musa, nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema ni fimbo. Akamwambia itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia
akanyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Na ukisoma hapa baada ya Mungu kumwonyesha nguvu zake kupitia huu muujiza wa nyoka, fimbo kugeuka nyoka na mkono kuwa na ukoma, Musa akajisemea, this kind of God yo. Manake Mungu alikuwa anatengeneza mindset kwenye fikra ya Musa ya kwamba wewe uko juu ya falme na mamlaka. Uko juu ya falme na mamlaka. Manake una nguvu zaidi ya nguvu ya madhabahu ya kwenu. Una nguvu zaidi ya nguvu ya madhabahu ya wale wanaopigana na wewe. Na Musa alipoona, kwa sababu alikuwa hajawahi kusikia na kushuhudia matendo makubwa ya Mungu namna hii, na baada ya kuona, Musa akarudi kwa Farao. Jana alimwogopa Farao, lakini leo anamjia kwa ujasiri. Kwa nini anamjia leo kwa ujasiri? Ni kwa sababu amefika level ya kujua ya kwamba Mungu amemweka juu ya falme na mamlaka. Na ndio maana lazima ujue, Mungu anamwambia Yeremia, angalia nimekuweka leo juu ya mamlaka na juu ya falme. Nimekuweka leo juu ya mamlaka na juu ya falme. Manake ulipookoka, Biblia inasema alituhamisha toka katika nguvu za giza, akatuketisha pamoja naye juu sana kuliko usultani, kuliko ufalme wowote ule. Na mahali alipo ndipo tulipo. Na lazima hii mindset ijengeke ndani yako ya kwamba nguvu ulionayo, mahali Mungu alipokuketisha, mamlaka ulionayo ni kubwa kuliko mamlaka ya madhabahu za familia ya kwenu. Nguvu ulionayo ni kubwa kuliko nguvu ya madhabahu ya familia inayopigana na wewe. Mungu anamwambia Yeremia, angalia nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme. Na hata unaporudi kupigana na hiyo madhabahu, hata unaporudi kupigana na Farao, nenda na mindset hii ya kwamba aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko aliyeko ndani yao. Uliyembeba ni mkubwa kuliko mizimu ya ukoo. Hallelujah. Na ukisoma Yeremia na ukasoma na Musa, mifano ambayo nimekupa leo, unaona wote hawakuzuiliwa. Adui alijitahidi kupambana. Hii vita ya kifalme ilijitahidi sana kupambana kuwazuia, lakini bado haikuwazuia. Kwa nini? Wako juu ya mamlaka, wako juu ya falme, wako juu ya wakuu wa giza, wako juu ya majeshi ya pepo wabaya. Na Mungu amekuweka juu ya mapepo. Ya mapepo yote yanatakiwa yainame mbele zako. Ile madhabahu ya familia inatakiwa iname mbele yako. Magonjwa yanatakiwa ya kuinamie. Hasara inatakiwa kuinamie. Mungu amekuweka juu ya falme na mamlaka. Na kwa sababu hiyo nimetumwa kukusemesha ya kwamba hautazuiliwa kwa jina la Yesu. Hautazuiliwa kwa jina la Yesu. Risa tarada bashata. Rapakolia saka. Nasema hautazuiliwa. Wako wapi washindi wanaosema sitazuiliwa? Sitazuiliwa. Sitazuiliwa. Iwe ni madhabahu ya kwenu imewazuia wengine, lakini haitakuzuia wewe. Iwe ni madhabahu ya ukoo imewazuia wengine, haitakuzuia wewe na uzao wako. Katika yale ambayo unakusudia kuyafanya, tembea na ufahamu huu ya kwamba Mungu amekuweka juu ya falme na juu ya mamlaka. Na kwa sababu hiyo, risa tarada bashandu rubukoria tarabasara, hautazuiliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na mimi natamka usiku wa leo katika jina la Yesu, umekusudia kujenga, hautazuiliwa na mizimu ya ukoo. Umekusudia kufanya mambo makubwa, hautazuiliwa na hiyo madhabahu ya familia. Kwa nini? Mungu amekuweka juu sana. Amekuweka juu sana.
atakuweka juu sana, na kwa sababu hiyo hakuna kitakachokuzuia katika yale uliyokusudia kuyafanya. Iwe ni vita ya kifalme inayotumia madhabahu, haitakuzuia. Na kuna watu wengi ambao kuna vitu vimezuiliwa kwenye maisha yetu kwa sababu ya vita vya kifalme ambao vinatumia madhabahu za kifamilia, madhabahu za maeneo tunayoishi, madhabahu ya mahali unakofanyia kazi, madhabahu ya hiyo kampuni ulikoajiriwa. Na hiyo madhabahu inainua watu kama kina Farao, inainua watu. Na wewe unatembea kuanzia Januari mpaka Disemba umembeba Farao moyoni. Yaani Farao ni mbaya. Shetani anaenda na mama mkwe wake wanakunywa chai na kahawa, kwamba hawa jamaa wanaangamizwa kwa sababu hawana maarifa. Angekuwa na maarifa asingepoteza muda kumkasirikia Farao, angeenda kupambana na kinachompa nguvu Farao ya kumpiga vita. Lakini kwa sababu hana maarifa, amembeba Farao kuanzia Januari mpaka Disemba. Hajui ya kwamba kuna madhabahu ambayo inampa nguvu Farao, inawapa nguvu hao wanaopigana na wewe. Na unaweza ukaelewa wakati Yesu aliposema imenipasa kupita njia hii na kufa na siku ya tatu nitafufuka, Petro alisemaje? Asema, mkuu, hatutakubali. Yesu akaelewa hii ni vita ya kifalme, akasema, shetani, nenda nyuma yangu. Hakuwa na shida na Petro kwa sababu alielewa aina ya vita, na alielewa ile madhabahu ya adui imeamua kumtumia mwanafunzi wake anaitwa Petro. Sasa kuna watu wengi ambao tumewachukia kina Petro bila kujua kuna madhabahu nyuma yao, na walio wengi tunapambana na kina Petro bila kupambana na falme na mamlaka. Na adui amekushinda hapo. Kuna watu umewabeba moyoni, fulani ni mbaya. No. Falme na mamlaka zinaoperate katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. Ili ziweze kuoperate, lazima zipate mwanadamu ambaye zitamtumia. Anaweza akawa hata mchungaji wako, na kisikusumbue ni mchungaji amevaa kora. Shetani anaweza akamwingia. Kasome Petro ambaye amekula na Yesu, ametembea na msafara wa Yesu, alafu pepo hata aliogopi uwepo wa Yesu. Anamwingia Petro alafu kwenye mkutano wa Yesu. Huyu shetani anategemea ni yaani kwenye uwepo wa Yesu, alafu unamwingia Petro kwenye uwepo wa Yesu. Si kama unaitafakari hiyo. Sembuse sisi ambao hata wakati mwingine tunalala hata bila kuomba, wakati mwingine tunakula hata hatujaomba, shetani atakuingia tu. Na kisikusumbue mtu ana rada baba jererererere baba. Kuna saa anaweza akatumiwa na falme na mamlaka kukukwamisha. Kwa hiyo Yesu hakumkasirikia Petro, alishughulika na falme na mamlaka ambazo Petro alifungua moyo wake ili ziweze kumtumia. Alidili na ile madhabahu, akasema, shetani toka, niachie huyu mwanafunzi wangu, sina shida naye, bado namhitaji. Lakini tungekuwa sisi, siku hiyo namba ya Petro tungebroko, na tungempiga marufuku Petro kukanyaga hata nyumbani, hata kanisani tungempiga marufuku. Lakini amesema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa.
hatujui kupigana vita vya ufalme, vya kifalme, vya ngazi ya kifalme. Vita ya ngazi ya kifalme inaweka mapandikizi, inapanda watu, inapandikiza watu, inaamsha roho ndani ya watu kwa ajili ya kukupinga, kwa kisha unazuiliwa. Na usipojua namna ya kuomba, utabaki kupoteza muda kupigana na hao watu. Alafu shetani na mama mkwe wanaenda kunywa kahawa, anasema huyu kwa 2-2, kwa 2-1 tumeshammaliza. Lazima ujifunze. Na kuna watu wengi ambao ulitakiwa kuwa mbali sana kimaisha na kimaono, kwa sababu unajijua neema Mungu aliyokupa ni kubwa na uwezo Mungu aliyokupa ni mkubwa sana, lakini changamoto ni madhabahu ya kwenu. Madhabahu ya kwenu inainua vita kuhakikisha kwamba unazuiliwa, na imekuinulia vita vya kifalme, imepandikiza watu kwenye kila mlango. Na ndio maana kuna mtu nanisikiliza, unaweza ukapambana mlango fulani, ukikaribia tu kukufungukia, kuna mtu atainuka kukusema vibaya, kuna mtu atainuka kukupiga vita, kuna mtu atainuka kukuharibia, na unashangaa huo mlango unafungwa na hujawahi kuelewa na hujui uombeje. Sikia neno la Bwana usiku wa leo. Rikandarabasaka. Biblia anasema kwenye vita vya kifalme silaha mojawapo tuliopewa ni damu ya Yesu. Na maandiko yanasema damu ya Yesu inanena mema kinyume cha mabaya. Manake mahali popote ambapo madhabahu ya kwenu imeweka pandikizi au pando ambalo limewekwa kwa ajili ya kukuzuia katika yale unayoyakusudia, nyunyiza damu ya Yesu Kristo. Achilia damu ya Yesu Kristo ili ipate kunena mema kinyume cha mabaya yote ambayo yamekusudiwa kwa ajili yako. Na ndio maana Mungu amenituma kukusemesha ya kwamba hautazuiliwa katika jina la Yesu Kristo. Katika yale unayoyatamani kuyafanya, hautazuiliwa mchana, hautazuiliwa asubuhi, hautazuiliwa jioni, hautazuiliwa usiku, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa sababu Mungu amekuweka juu ya falme na mamlaka, uko juu ya hiyo madhabahu ya ukoo. Mungu amekuweka juu ya hiyo madhabahu ya familia. Mungu amekuweka juu ya hiyo madhabahu ya eneo. Haitakiwi kukukwamisha, kwa sababu wewe uko juu ya falme na mamlaka. Na mimi nakuombea usiku wa leo, neema ya Mungu ikutetee, neema ya Mungu ikusaidie, na neema ya Mungu ikukwamue hapo. Umezunguka mlima huo vya tosha, neema ya Kristo ikukwamue hapo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umezuiliwa kwa miaka mingi sana, ya tosha, hautazuiliwa tena. Katika yale unayokusudia kuyafanya, hautazuiliwa tena. Katika yale ambayo umekusudia kuyafanya kwenye maisha yako, kuyafanya kwenye biashara yako, hautazuiliwa katika jina la Yesu Kristo. Wako wapi wanaosema pamoja nami usiku wa leo ya kwamba sitazuiliwa? Sitazuiliwa. Andika tu hapo, sitazuiliwa. Madhabahu za kwenu hazitakuzuia. Waganga na wachawi hawatakuzuia. Waloge wanavyologa hawatakuzuia. Wakuchukia wanavyoweza hawatakuzuia. Wapambane na wewe wanavyoweza hawatakuzuia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rapakoria shaka. Madhabahu ya kwenu inue vita kiasi gani, nimetumwa kukusemesha ya kwamba haitakuzuia. Wako wapi wanaosema hakuna kitakachonizuia, hakuna kitakachonizuia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na mimi nataka tuende kuomba hapa. Madhabahu yoyote ya familia ambayo inakuinulia vita vya kifalme, pigana nayo usiku wa leo. Hakikisha unaomba ili hiyo madhabahu iweze kukuachia. Na mimi nataka nimkaribishe mtumishi wa Mungu, nataka nimkaribishe mtumishi wa Bwana tunapoenda kuomba usiku wa leo. Madhabahu yoyote ya familia ambayo inapambana kukukwamisha, madhabahu yoyote ya ukoo ambayo inapambana kukuzuia katika yale uliyokusudia kuyafanya, katika yale uliyokusudia kuyafanya,
hiyo madhabahu ikuachie. Na hakikisha unaomba pamoja nasi usiku wa leo. Hakikisha unaomba pamoja nasi, na nguvu za Mungu zitakusaidia mahali ulipo, mpaka hiyo madhabahu inayokukwamisha itapigwa usiku wa leo. Nimkaribishe mtumishi wa Bwana. Karibu sana mtumishi wa Mungu, ili uweze kutuongoza katika maombi haya siku ya leo. Karibu sana, karibu sana. Na watu wako tayari kuomba, na tuko tayari kwa ajili ya kuomba siku ya leo katika jina la Yesu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani tupate nafasi ya kwenda mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba, kama ambavyo mtumishi wa Bwana ameweza kuelezea mahali hapa, na ninaamini kabisa kuna vitu ambavyo vitafanyika kwenye maisha ya kwako. Hebu mahali popote ulipo nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele za kwako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba na rehema zako mahali popote ambapo Bwana madhabahu za kifamilia zimenikwamisha mahali popote ambapo Bwana madhabahu za kifamilia zimenikwamisha katika yale ambayo ninatamani kuyafanya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya kwako ile inenayo mema, Bwana iweze kupita, Bwana iweze kupita katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana kwa dakika chache. Uende tu kwa Bwana ukaombe toba kwa ajili ya kila madhabahu za kifamilia ambazo zinafanya vita na wewe katika yale ambayo unataka kuyafanya kwenye maisha ya kwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Robo shata yaba rapa koriandu raba shata risando robo korianda rapa koriandu raba shata yaba korianda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, tunaibeba ile damu yako inenayo mema. Robo shata yaba rapa koriandu rama shata yaba bababu rikando raba shata kayando, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Beba tu damu ya Yesu, ipeleke damu ya Yesu, ukainyunyize kwenye hizo madhabahu ambazo zinainuka ili kukukwamisha katika yale ambayo unatakiwa kuyafanya. Leo tunaipeleka damu ya Yesu ikafanye vita, ikafanye vita, ikafanye vita, ikafanye vita katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Warobo shata yaba rapa korianda robo shata yaba. Endelea tukuomba kwa Bwana, endelea tukuomba kwa Bwana, endelea tukuomba kwa Bwana. Raba shata yaba bababu risata yaba rapa koriando rama shata rikando raba shata. Hiyo madhabahu ya kifamilia leo inaanguka kwa damu ya Yesu, leo inaanguka kwa damu ya Yesu, leo inaanguka kwa damu ya Yesu. Hiyo endelea tukuomba, endelea tukuomba kwa Bwana, endelea tukuomba kwa Bwana, endelea tukuomba kwa Bwana. Rapa koriando raba shata risando robo korianda rapa korianda shata ya bababu shata ya bakorianda, katika jina la Yesu, katika
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu inayoinua vita ili kukukwamisha katika kila ambacho unatakiwa kukifanya, katika jina la Yesu, leo inaanguka, leo inaanguka, leo inaanguka, leo inaanguka, leo inaanguka, leo inaanguka kwa damu ya Yesu. Raba shata ya bakorianda, shata ya babababu, rikarurubu shata. Hiyo mbele ya tukomba kwa Bwana, 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 mbele ya tukomba kwa Bwana. Shata ya bakorianda, shata ya bonda raba korianda, shata ya bakoriando raba kando robo, shata ya baba baba rapa korianda, shata risando robo korianda. Unapomba hiyo madhabahu inavunjika, inavunjika. Huo ufalme unaofanya vita na wewe ya kimadhabahu, ya kimadhabahu leo unavunjika, leo unavunjika, leo unavunjika kwa damu ya Yesu, katika jina la 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 Yesu. Ninaisemesha hiyo madhabahu iliyokamata maisha yako, robo shata yaba robo korianda, shata yaba korianda, rikando robo shata. Endelea tukuomba, endelea tukuomba kwa Bwana, endelea tukuomba kwa Bwana, endelea tukuomba kwa Bwana, endelea tukuomba kwa Bwana. Raba shata yaba, shata yaba narabako, raba korianda, shata ya bakorianda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninavunja kwa damu ya Yesu kila madhabahu inayofanya vita na maisha yako. Leo ninaivunja kwa damu ya Yesu, katika jina la 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 Yesu. Hiyo madhabahu inavunjika, 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 inavunjika. Waraba shata yaba rapa korianda, waraba shata yaba. Ndio, endelea tukuomba, endelea tukuomba, endelea tukuomba. Unapoomba inavunjika, unapoomba inavunjika, katika jina la Yesu, 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 na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Yesu ndio rapa korianda robo shata, shata ya baba baba, shata ya bakorianda, shata ya bakorianda, rapa korianda, sharobo shata. Kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu inayofanya vita na maisha yako, inayofanya vita na maisha yako, madhabahu ya kifarume, madhabahu ya kifarume, leo inavunjika, leo inavunjika, leo inavunjika, leo inaachia maisha yako, leo inaachia maisha yako, katika jina shanda raba korianda, karaba shata ya baba baba, rapa korianda shata, shanda raba korianda, risata ya bandio. Inavunjika, 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 inavunjika. Yesu ndio inavunjika, inavunjika. Rapa korianda raba shata, shanda raba baba. Ndio, endelea tukuomba, endelea tukuomba, endelea tukuomba, endelea tukuomba, endelea tukuomba. Shata ya bakorianda, shata ya baba baba baba,
rapakoriandasha warisatayaba shandarabakorianda. Yes, ndio. Yes, ndio. Hiyo madhabahu inavunjika, 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 inavunjika. Imeandikwa ya kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe, halitasalia jiwe juu ya jiwe, katika jina la Yesu, 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 na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Orabashatayaba rapakorianda shatayaba baba rapakorianda rabashatayaba korianda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Leo inavunjika, 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 katika jina rapakorianda rabasika ramando robokura basila ramando robokura basika, katika jina la Yesu. Ninaamuru saa hii hiyo madhabahu iachie hatua zako, iachie maisha yako katika jina la Yesu. Iachie yale ambayo umeyakusudia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za Mungu zipite juu yako kwa ajili ya kukusaidia, ili yale ambayo umeyakusudia yaweze kufanikiwa na yaweze kutokea katika jina la Yesu. Nena kwa lugha mahali ulipo. Nguvu za Mungu zinapita kila mahali, nguvu ya Mungu inapita kila mahali. O risata rekadabashanderebosia yandabakori andarabasaya rekataya dabashaka o mazobaradia dabashanda eradarabasaya enderebokori adabashata. Yes, nguvu za Mungu zinapita kila mahali. Kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanafunguliwa sasa katika jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za giza katika jina la Yesu, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Achia maisha yake, achia na hatua zake, achia na hatua zake sasa, achia hatua zake sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kukemea, endelea kuomba, endelea kukemea, endelea kuomba. Rapako, kuna mwingine miguu yako imekamatwa, miguu yako imefungwa ili isipige hatua katika jina la Yesu. Nguvu za giza, achia miguu yake sasa. Toka, 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 toka. Fire, achia maisha yake sasa. Endelea kukemea mahali ulipo. Mungu amekuweka juu ya falme na juu ya mamlaka, manake hakuna kinachoweza kukuzuia. Iwe ni uganga, iwe ni uchawi, iwe ni vifungo vya nguvu za giza, havina mamlaka ya kukuzuia. Endelea kukemea, endelea kuvunja. Risata oribashanda rabakodia enderebasando robokora indora bakanda rabandora enderebasata rapakataya manda katarabako rekata. Ninaona moto wa Bwana ukishuka mahali ulipo. Moto wa Bwana unashuka juu yako sasa. Moto wa Bwana orobo sata ribo sata rabako ribo sika rapaka orapako rabaka rapako rabaka rapakori andarasa andora bakanda rabasira indorobokori andarabasira irabakori andarakataya rapa andorabasi harabaka oroboko rabanda harabasata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Mshukuru Bwana pamoja nami. Punga mkono namna hii kama kuna kitu umepokea usiku wa leo. Punga mkono pamoja nami. Andika tu hapo, hakuna kitakachonizuia, hakuna kitakachonizuia. Na kama bado unasikia atmosphere ya maombi, endelea kuomba mahali ulipo, endelea kuomba mahali ulipo.
Nipungie mkono, niandikie hakuna kitakachonizuia. Hakuna kitakachonizuia. Nipungie tu mkono, andika hapo pamoja nami, hakuna kitakachonizuia. Hakuna kitakachonizuia. Niandikie tu hapo kwa imani, hakuna kitakachonizuia. Andika hapo as much as you can. Andika hakuna kitakachonizuia. Na Paulo mwenyewe alifika mahali akatangaza kwamba sasa nimekwisha kujua, wala mauti wala magonjwa wala njaa wala tauni, hakuna kitakachonitenga na upendo wa Kristo. Manake na wewe tangaza, hakuna kitakachonizuia. Hakipo. Iwe ni madhabahu ya familia, haitanizuia. Iwe ni magonjwa, hayatanizuia. Iwe ni uchawi, hautanizuia. Nipungie mkono tena usiku wa leo, nipungie mkono. Andika hapo kwa imani, hakuna kitakachonizuia. Hakipo kitakachonizuia, in Jesus mighty name. Shika sadaka yako nzuri kwa Bwana, niombe. Akisha neno kama hili, akisha unajiambatanisha na neno kama hili kwa sadaka yako nzuri, sadaka yako nzuri. Na unapotoa sadaka, manake unajiungamanisha na hilo neno, ili liwe kwako kama Mungu alivyolisema, liwe kwako kama Mungu alivyolisema. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ibada hii ya siku ya leo, siku yetu ya pili. Tumekuja na sadaka za shukrani kukushukuru kwa ajili ya kile ambacho umesema na mioyo yetu. Pokea sifa na heshima, kwa sababu wewe ni Bwana, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Nikupe matangazo machache. Tangazo la kwanza, siku ya Jumamosi, Jumamosi hii ya tarehe 22 tutakuwa na ibada ya maombi na maombezi, na tunaendelea na maombi ya mwezi wa 8. Na tulifanya Jumamosi, tulikuwa na watu wengi na tuliuona mkono wa Mungu kwa namna isiyo ya kawaida. Kwa hiyo Jumamosi hii tena, Jumamosi ya wiki hii, yani tarehe 22, tunakutana tena pale Suma JKT Mwenge, pale ukumbi mdogo, ukumbi wa Umoja. Unazunguka nyuma, juu gorofani utaona ngazi za kupandia. Ukipanda hapo unafika ukumbini. Ni saa 3 kamili mpaka saa 7 kamili mchana. Kwa mkaribisha na mtu mwingine aweze kufika Jumamosi hii pale Suma JKT Mwenge. Lakini tangazo lingine, tuna kongamano la wabeba riziki wa familia ambalo litafanyika tarehe 11, 12 na 13 mwezi wa 9, na tumebakiwa na wiki chache. Ni kuombe mtu wa Mungu, ukiona matangazo yetu hakikisha unayashare, weka kwenye status, posti kwenye Instagram, TikTok. Hautangazi jina la mtumishi, unatangaza jina la Kristo. Inawezekana posti yako moja ya kuposti tangazo itamvuta mtu mmoja ambaye pengine alikuwa anaenda kupotea, lakini kupitia kuposti atakuja na atakutana na mkono wa Bwana. Kwa hiyo hakikisha unaposti matangazo yetu ya kongamano. Alika watu kwenye kongamano, na kongamano litafanyika siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, tarehe 11, 12 na 13 mwezi wa 9. Na siku ya Ijumaa kongamano litaanza saa 9 kamili jioni mpaka saa 2 kamili usiku, na siku ya Jumamosi kongamano litaanza saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili jioni, na siku ya Jumapili kongamano litaanza saa 9 kamili jioni na litaisha saa 2 kamili usiku. Kwa hiyo weka ratiba yako vizuri, huko mkoani, huko nje ya nchi, hakisha unafika kwenye kongamano hili, na mimi nitafurahi sana kukuona. Lakini jambo lingine, bado tuna upungufu kwenye budget, na namshukuru Mungu kuna watu wameendelea kutoa sadaka, na tumebakiwa sasa na upungufu wa milioni 10. Kwa nikuombe na wewe, panda mbegu, fanya kitu kwa ajili ya kongamano, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Bado tuna upungufu wa shilingi milioni 10, na tunamwamini Mungu atatupa tu, kwa sababu Mungu ametupa watu, ametupa wewe. Wewe ukitoa 10,000 yako au 100,000 au milioni au 500,000, tunamaliza hii milioni 10. Kwa kisha na unafanya kitu kwa ajili ya kongamano. Na jambo lingine ni kuombe subscribe kwenye akaunti hii, share link hii, like video hii, ili tuweze kuwafikia watu wengi. Na nikutakie baraka za Bwana.
wakati wenzetu wanakuwekea wimbo wa kuabudu na wanakuwekea namba za sadaka, mwabudu Mungu ukiwa unatoa sadaka yako katika jina la Yesu. Amen.